Leo ikiwa ni tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2026 sawa na mwezi 17 Ramadhani, taasisi Al-Wadud ikishirikiana na Tadio wako katika shehia ya Michungwani, kijiji cha Michungwani katika mkoa wa Kusini Pemba, ambako zaidi ya wananchi 300 wananufaika na charity deeds, kwa maana ya kwamba iftar saim ambayo inagaiwa hapa kutoka katika taasisi Al-Wadud pamoja na ushirikiano wa Tadio. Yapo mengi ambayo yanajiri hapa, kama ambavyo utashuhudia zoezi hili lilivyoanza na mpaka pale tamati yake. Nikukaribisha sana uweze kutazama namna ambavyo zoezi hili lilivyofanyika. Langu jina ni Ramadhani Abeid. Hayya ala al-falah. Je, unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Je, unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Tuko na wenzetu Sheikh Abdul Qadir Al-Jahdhami ambaye ni mwenyekiti na mlezi wa jumuiya ya Al-Wadud Charitable Organization, jumuiya ya misaada, na ina majukumu mbalimbali. Mojawapo ni kusimamia iftar au kugawa sadaka kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pale tunapojaliwa, lakini pia kujenga misikiti, madaris ya Qur'ani na nyumba za mayatima pale panapo uwezo. Lakini pia tuko na dada Shamsa Al-Lamki ambaye pia ni mwenzetu na mdau mkuu katika safari hii kutoka idara ya diaspora vile vile Oman, na tuna Sheikh Adam Salum Chogi. Huyu ni Masai na ni Sheikh Salim huyu kutoka Arusha, lakini anaishi Dar es Salaam. Lakini katika safari hii tuko na ndugu Makame Ali Mdungi. Huyu ni kutoka idara ya diaspora au kurugenzi ya diaspora, ofisi ya Rais Ikulu, kwa kutuwakilishia, kwa kuiwakilisha idara hiyo ofisi ya Rais katika shughuli yetu hii. Mara nyingi hawa ndio wanatuongoza. Tukitoka kule natakiwa tupitie ubalozini, tukifika hapa tunapitia wizara yetu ya mambo ya nje ambayo iko chini ya ofisi ya Rais Ikulu, na mara nyingi tunakuwa tuko nao mara kwa mara ili kuturahisishia mambo yetu na misaada itoke kwa utulivu. Kwa hiyo tunategemea inshallah biidhnillah taala kwamba shughuli yetu hii ambayo imesimamiwa na sheha wa vijiji hivi vya Michungwani na Kukuchuni, kwamba listi ambayo tumepatiwa na ndio ambayo tutaitumia. Kwa huu ni mwongozo ambao tumepata kwa mheshimiwa sheha. Siku ya siku pengine wote tutapata, lakini tukikosa leo kesho tutapata. Kwa hivyo inshallah panapo majaliwa tutakachokipata au tutakachokuwa na uwezo kukigawa hapa, naomba tupokee. Tutakapokuwa tumepunguza mutusame inshallah, itakuwa sio dhamira yetu, lakini kadri ya uwezo wetu biidhnillah kila mmoja atapata inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nimefurahi sana kufika hapa na sina la kuzungumza jingine, kwa sababu mheshimiwa hapa alipozungumza alikuwa nafikiria ni shekhe kadhi amemaliza kila kitu, lakini na Adam vile vile Masai Nyeupe kamaliza kila kitu. Kwa hiyo mimi nimefurahi tumekuja pamoja, na inshallah tuko pamoja na tutaendelea na zoezi letu kama kawaida, na Allah atulinde sote kwa pamoja na atakabali ibada zetu za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na ilinde Zanzibar
daima inshallah. Nimefurahi kujiunga tena mara ya 5 hii kwa vijiji mbalimbali, na leo tuko hapa kwenu. Kijiji gani hichi? Michungwani. Kwa hivyo zoezi letu litakwenda kwa vizuri kabisa na nyote mtafurahi. Ama baada ya kumshukuru Allah Jalla ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo sisi kwa mazungumzo na sisi kwa kutoa hutuba, ila tupo hapa kwa kuweza kuiwakilisha ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar, lakini kusupport hii timu yetu hapa ya Al-Wadud pamoja na diaspora kutoka Oman. Tupo hapa kwa lengo kubwa kuweza kufikisha kile ambacho kidogo tumejaliwa kwa jamii ya Kizanzibari. Lakini hili zoezi limeasisiwa tangu miaka 1400 iliyopita na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio aliotoa agizo hili kwamba kile ambacho mnapewa na Mola wenu basi mnatakiwa mkitoe, na fungu la Mola linatakiwa lifike kwa wahusika, ambao leo hii tupo hapa na tunamwomba Jalla fi'ala atupe taufik kuweza kufikia lengo letu. Mimi kitu kikubwa nilikuwa naomba nyinyi muombe sana dua hawa watu ambao wamekusanya, walipokusanya, na hawa ambao wametoa kwa moyo wao, kwa sababu kutoa ni moyo. Kuna watu ni matajiri duniani, wana hela nyingi sana na wako hapa Zanzibar, lakini hawatoi. Hawa wamejaliwa, wametoka mbali, lakini wanajua wana ndugu zao wa Tanzania ambao wa Tanzania wanahitaji, wakawaleteni nyinyi. Na kitu kingine ya pili, hii kitu tusingefanya bila ya serikali yenu. Serikali yenu inajua hali zetu na inajua namna gani nyinyi mnaishi. Ndio maana wakawapa hawa watu kibali ili wawaleteeni nyinyi hichi kidogo na kikubwa ambacho mtakachopata. Kwa hiyo kikubwa ni nyinyi kuwaombea sana kwa Mwenyezi Mungu ili sadaka sikisidi na nyinyi mtasidishiwa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda, asitupe marasi, amjalie na ndugu yetu anaitwa Hussein Mwinyi, Hussein Mwinyi pamoja na viongozi wao wote na wale wote wenye kushughulika na maaskari wetu ambao anatulinda hapa. Insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuje tena na mwakani. Wote sema amin. Insha Allah, sina maneno nyingi. Uislamu oye. Je, unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Je, unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Sadaka ni kinga yako ya kulinda maishani, wepusha misukosuko na yalona visirani. Kasema mtume wako, usidharau mwendani, usidharau mwendani. Unasiri Abdallah baina yako na Allah? Je, na sadaka ya lillah aijua yeye Allah? Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Kutoa ni njema sifa walonayo waumini, huondosha na maafa, hilo ni jambo
kwayo hupata na shifa, tukatoka maradhini, tukatoka maradhini. Madhambi hutufutia, tukawa tumesafika, Mola tukimlilia, dua zetu huitika. Kwa sadaka kuzitoa, mambo yote hutatuka. Kwa sadaka kuzitoa, mambo yote hutatuka, mambo yote hutatuka. Unasiri Abdallah, baina yako na Allah. Jena sadaka ya lillah, aijua yeye Allah. Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ugie pepo ya Allah. Majina naitwa Rehema Musa Juma. Kwa kuletwa msaada huu katika kijiji cha Michungwani, pongezi za kwanza twazipeleka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pongezi zetu za pili twazipeleka kwa Mheshimiwa Rais, ili alitoa kibali ili msaada huu tufikie katika wananchi wa kijiji cha Michungwani. Pongezi zetu tunazipeleka pongezi zetu, na mara nyingine kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala awazidishe imani ili waweze kuja kutusaidia tena na kutukomboa zaidi kwa zaidi. Kwa jina naitwa Hadia Idi Hamisi. Ni mkazi wa shehia ya Michungwani katika kijiji cha Michungwani. Tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutufikishia ujumbe huu wa leo kwa kupata chochote katika kijiji chetu. Pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais Mwinyi kwa kutuletea ugeni huu kutoka Omani mpaka ukatufikisha sisi katika shehia yetu. Na pia tunamshukuru Mheshimiwa Sheha kwa kupokea ujumbe na ugeni rasmi katika shehia yetu. Kwa hiyo tunaomba shukurani, asante sana, tunatoa shukurani na tunasema asante sana wadau wote waliotufikia hapa leo, na baadaye tunaomba kwa wadau wengine watufikie tena kwa baadaye muda mwingine. Kwa jina naitwa Zoena Ali Omar, nakaa kijiji cha Michungwani, shehia ya Michungwani. Tunashukuru wadau wetu kutoka Omani hawa kwa kuja hapa kijiji chetu ya Michungwani. Pia tunashukuru serikali hii ya awamu ya 8. Pia tunashukuru Sheha kutuletea wadau wetu. Pia tunaomba waje tena, isiwe ni leo tu, waje tena hapa katika kijiji chetu cha Michungwani. Msaada huu unatusaidia sana, na tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwawezesha wadau wetu kwa kutuleta huu msaada, kutuwezesha kupikia chai, pia kwa mahitaji madogo madogo. Pia alhamdulillah tunashukuru. Kwa jina naitwa Hamisi Hamisi, shehia ya Michungwani. Tunawashukuru, kwanza tunawashukuru wadau, tunawashukuru serikali yetu, tunashukuru wageni wetu kutoka mbali kuweza kutuletea msaada huu. Tunamshukuru Sheha, tunamshukuru serikali yetu kwa kuweza kutuletea msaada kama huu, tukaweza kujigomboa na Ramadhani kama hii na watoto. Tunashukuru wageni wetu kutoka nchi mbalimbali kwa kuja hapa kutusaidia kwa ajili ya msaada. Tunaweza kutusaidia kuhusu chakula, nguo za watoto na vipaji mbali. Je, unasiri Abdallah, baina yako na Allah. Je, na sadaka ya lillah, aijua yeye Allah. Utaporudi kwa Allah, ikwepushe adhab Allah, ungie pepo ya Allah, useme alhamdulillah. Je, unasiri
Abdallah, baina yako na Allah, jena sadaka ya lillah. Hayya ala al-falah.